kimoja. Kuna baadhi ya mabondia wamegoza mchezo wa boxing kama vile motivation au kuongea, kwa sababu wanaamini kuna nafasi za kuongea kuliko kufanya kazi. Ubora wa bondia unathibitishwa kwenye kucheza fight zake, kwa wingi wa zile fight zake, na anashikilia mkanda gani. Nadhani umeelewa vizuri. Mimi ni bingwa WBO Afrika. Mimi ndio bingwa halali huo mkanda WBO. Na mimi ndio nimeshikilia mkanda WBO. Kwa hiyo naenda tena kuthibitisha kwa mimi ni bingwa halali na mimi nastahili kuwa bingwa, na kama kuna bondia yoyote ambaye anafikiri kuwa ana uwezo wa kunichallenge mimi, mkadangu huko mezani upo, na subiri bondia yote. Kama kuna bondia ambaye yuko Tanzania basi awasilishe au aongee kwenye vyombo vya habari kuwa anaweza kunichallenge, tufanye kazi ili tujue namba moja ni nani. Japokuwa sikupenda kuingizwa kwenye zile dabi za bondia huyu na bondia huyu au mkali huyu na mkali yule, ila kama kuna bondia kwenye uzito wa middleweight, kigezo cha kwanza au kwenye namba 1 hadi kwenye namba 3 kama hivyo. Sasa mtazamaji hapo, sijui nianze na ile swali lako ambalo umeuliza au nianze na mada yangu ambayo tunaongea. Nitakavyoona uko sawa. Nimekuwa mkubwa kwa sababu mimi ndio bondia ambaye nasawazisha makosa mabondia mengine ambayo wanafanya. Kwa hiyo bwana, nimekuwa mkubwa na maana stahili kubwa ule kwa nao, na nitaendelea kuwa mkubwa siku zote, na nitazidi kuwaonyesha walimu kwa sio wanafunzi tunafanya, na walimu wazidi kuongea, wanafunzi tuende kufanya kazi. Twende kwenye hilo pia. Kwanza tunakushukuru promotion yangu ya Mafia Boxing Promotion kwa kuniamini siku zote, na kwanza kunipatia kwenye fight hii kwa kada au mbauti, kwa jinsi gani kwa wananiamini, kwa jinsi gani kwa wanaamini uwezo wangu. Siku zote toka nimeanza boxing kwenye kampuni yangu ya Mafia Boxing nimefanya vizuri, na nitazidi kufanya vizuri. Kitu kimoja ambacho nahitaji kusema, nilicheza na Wilson Philip kwenye fight ya Ngoti ya mama iliyopita. Kwa bahati mbaya alifanikiwa kumaliza fight. Kwa hiyo na hii fight tunarudiana tena kwa mara nyingine ya pili. Kwa hiyo naenda kusawazisha makosa yangu ambayo yalimfanya kijana yule aweze kumaliza hii fight. Jambo lingine ambalo pia napenda kusema, napenda mashabiki na wadau wa boxing wakusanyike siku hiyo, maana rasmi wanafunzi naenda kufanya kazi, na walimu siku zote wakati kuongea, kwa sababu walimu waga siku zote wanaamini kwenye kuongea au kufundisha, kuwapa watu mifano lakini kuto kufanya vitendo. Kwa hiyo siku hiyo tarehe 15 naenda kufanya vitendo na kuthibitisha ukubwa wangu na kuthibitisha kuwa mimi ndio bingwa wa kwenye uzito wa middleweight, na mimi ndio bingwa wa mkanda WBO. Imani watu wajue jina langu na waheshimu kazi yangu. Nadhani mimi. Asante hakufanya vizuri. Tunajua pale wataalamu walimu ambao tuko nao hapa, ambao tunashirikiana nao kuangalia ni nani ambaye tunakwenda naye tarehe 25 ya mwezi wa 4. Kwa hiyo iwe bondia kwamba amefanya vizuri ama hakufanya vizuri, kwamba nani atacheza tarehe 25 ni swala zima la kitaalamu zaidi. Kwa hiyo tuna walimu hapa ambao tutakaa nao baada ya fight hii kuangalia sasa nani twende naye tarehe 25 ya mwezi wa 4. Na labda tu kabla sijarudisha mengi kwako, tuangalie ni nani basi anakwenda kucheza tarehe 15 siku ya Jumapili. Nani anakwenda kupanda ulingoni? Mabondia ambao wanakwenda kupanda ulingoni ni mabondia ambao ni vijana wetu wa Mafia Boxing. Ni pambano ambalo litakuwa indoor, halitakuwa outdoor. Tunafanya hapa ndani katika ukumbi wetu. Kwa vijana ambao mnaona hapa mbele ni vijana ambao wanakwenda kupanda siku ya Jumapili. Hii ni boost kama nilivyosema, kuelekea tarehe 25 mwezi wa 4 ya knockout ya mama msimu wa 8. Kwa hiyo tunaye Richard Mtangi ambaye yeye pia ndio atakuwa main card yetu. Nimeanza naye Richard Mtangi Duma, yeye atakuwa ndio main card yetu. Yeye anakwenda kupiana na Wilson Philip kutoka Malawi. Lakini tunaye Salmin Kasim Mizinga
yeye pia atakwenda kupanda kucheza katika siku hiyo ya Jumapili. Lakini tunaye vile vile Ibrahim Mafia, naye atakwenda kupigana na Frenki Kiwalabye kutoka Uganda. Lakini vile vile Salmin Hussein, yeye atapigana na Hassan Waziri kutoka Tanzania, pambano la ndani hili. Lakini tunaye Mchanja Yohana kompyuta, huyu yeye atapigana na Tinashe Majoni kutoka Zimbabwe. Lakini tunaye Charles Shinima, yeye atapigana na Laurent Segu kutoka Tanzania. Lakini tunaye Frank Shagembe ambaye niko naye kulia kwangu hapa, yeye atapigana na Oblagani Alamu kutoka Nigeria. Lakini tunaye Tano Juma, yeye atapigana na Kamroneki Kishmatov kutoka Uzbekistan. Lakini tunaye Lion De Gratus, huyu atapigana na Ramadhani Mgwede kutoka Tanzania, ni pambano la ndani vile vile. Lakini tunaye Shafii Idrisa atapigana na Rogers Peter kutoka Tanzania. Lakini tunaye Joshua Tusingwire atapigana na Bakari Bakari kutoka Tanzania. Lakini tunaye Alan Kamote Mkongo, huyu yeye atapigana na Dennis Situka kutoka DRC Congo. Lakini tunaye vile vile Haruna Nyalukolo atapigana na Saidi Mkola kutoka Tanzania, nafikiri anafahamika vizuri sana. Shauri Athmani yeye atakwenda kupigana na bondia kutoka Tanzania vile vile, jina bado halijaandikwa hapa kwa bahati mbaya, tutatuia radhi. Lakini tunaye Abada Kadabra, wengi mnamfahamu kijana huyu, amekuja kwa moto sana. Yeye atapigana na Joseph Ampea kutoka Namibia. Lakini tunaye Amiri Matumla atapigana na Jafari Liweje kutoka Tanzania. Lakini Isa Shaban Sefu atapigana na Kalolo Amiri kutoka Tanzania. Na mwisho kabisa Msafiri Solomon, yeye na pili mpinzani wake pia hajawekwa hapa, taarifa tutazipata endapo tutapata jina lake. Kwa hiyo hizo ndio bouts ambazo tutakuwa nazo siku ya Jumapili tarehe 15 2026 katika ukumbi wetu huu wa Magomeni kuanzia saa 10 alasiri. Bout ya kwanza inakwenda kuanza. Asante sana. Asante.